Haya msikilizaji, karibu sana tuweze kumfumania JC. Jamani. Au JC ameingizwa kwenye mtego makusudi jamani. Lakini hapana, kwa sababu Yesu ndo alianza kumkanyaga kwa bahati mbaya. Alafu manzi ya Joshua ndo ikajua kwamba JC labda akampenda. Kwaona JC baada ya kuona sasa mtoto amefikiria tofauti, na yeye sasa akaamua kuendeleza hivyo hivyo ili sasa aweze kujiingiza kwenye cycle ya huyu mwanamke wa Joshua, ili aweze kufahamu ama kuendelea kufahamu mipango ambayo anapanga Joshua. Sasa wakati huo bi mkubwa alikuwa ameingia kule jikoni kuweza kuchukua chai. Mama! Joshua asitoke. Asitoke Joshua akiwa anakuja upande wao tena kwa mwendo taratibu. Basi JC alishtuka sana na tukaishia hapo msikilizaji, kwamba je itakuwaje? Kwa sababu JC alibaki anajiuliza, mwamba katokea wapi? Langu jina Lucas Lumba, simtarashaji ni Elton Tony. Tunasonga mbele msikilizaji. Sasa JC anatuambia kwamba ila nimemwona tu jamaa. Pigo la moyo liidunda kwa nguvu kiasi kutokana na kutokutarajia jambo hilo. Nami nikaliachia embe la Hadija. Mwanamke huyo akautoa mkono wake kwangu pia, akijikausha kwa kutazama pembeni. Na Joshua alikuwa amesimama usawa wa sofa huku sasa kitazama. Nikawa namwangalia kwa makini tu, nikishindwa kuelewa alikuwa ametokea wapi. Cha ajabu ni kwamba baada ya kuwa amesimama na kutuangalia namna hiyo, akacheta tabasamu hafifu huku akiniangalia kwa njia ya kirafiki usoni. Nami nikaendelea kumtazama kwa makini tu. Nilikuwa na uhakika kabisa kwamba aliona kile ambacho kilikuwa kimetokea hapo baina yangu na mke wake, lakini akajifanya kama hajaona ili kuendeleza unafiki wake. Na hapo ndo Bi Zawadi akawa sasa ametokea jikoni akiwa ameshika kikombe chenye chai na kusema ya kwamba Joshua, hadi nilikuwa nimeshasahau kama uko ndani jamani. Jamaa akajibu ya kwamba nisamehe tu mama, huko tunakotoka hatuna vyoo vya kukaa, hiki chenu kizuri hadi kidogo nisinzie. Jamaa alisema hivyo. Kumbe jamaa alikuwa toilet anajisaidia muda wote huo. Na inaonesha alikuwa ameshusha mzigo lizito kweli, maana unajua alikaa zaidi ya nusu saa huko. Na wengine wao wanakaa mpaka masaa. Ukuta hata wewe msikilizaji, ndio ngoja nikutunzie heshima yako. So Bi Zawadi akacheka kidogo na kuja kunipatia chai. Naye akaenda kukaa kwenye sofa lake pale alipozoea. Nikataka kunyanyuka ili sasa nimpishe Joshua aketi na mke wake, lakini jamaa akasema kwamba wewe kaa tu hapo bro, mimi niko safi hapa. Nikana mwangalia tu kwa utulivu. Naye akakaa kwenye mkono wa sofa sasa, akilaza mkono wake juu ya egamio la sofa karibu na Bi Zawadi. Mke wake alikuwa ameushona tu pembeni, akitulia kama malaika mpya aliyezaliwa leo. Ni hapa ndio Mariam akawa sasa amerudi tena, na sijui hata kwa nini tu alikawia mno. Akaja mpaka sofani akiwa sasa ameshika penseli, boksi lenye rangi pamoja na counter book kubwa. Naye akasema kwamba hizo hapa tumchore sasa. Asa Hadija akaambia kwamba mam, subiri kwanza kaka anywe chai. Bi Zawadi naye akasema kwamba ngoja kwanza, mtachora tu baadaye, sawa? Basi Mariam akaweka uso wenye kuonyesha kwamba alikwazika. Nami sikupenda kumuona hivyo, lakini sasa ningefanyaje? Na sukari ilikuwa imeshakorogwa kwenye chai. Joshua akasema kwamba mam, usinune mama, usinune. Anamalizia tu kunywa chai, alafu ndo mtachora. Umesikia Tena na mimi nitachora na nyie, sawa? Joshua alimsemesha hivyo kwa kumbembeleza. Mariam akawa bado amenuna. Naye akanyanyua bega lake kuonyesha kwamba hataki. Nikasema kwamba haina shida, tutachora tu huku na kunywa chai. Chope wangu, asante sana. Mam, twende. Basi nisimama pamoja na Mariam ambaye bado alikuwa kama amenuna, lakini akaridhia kwenda na mimi upande wa dining. Nasi tukakaa kwenye viti na kuanza kuchora. Nilikuwa namchorea mambo rahisi kama kiti, mpira, yai, kikombe, naye angeiga kwa kujitahidi kabisa kuvifananisha. Nikawa namsifia. Hata Bi Zawadi na Joshua wangekuja hapo na kuangalia kazi za binti na kumpongeza. Na hii ilisaidia kumwongezea Mariam hali ya kujiamini zaidi nilipoanza kumpa michoro ya mambo tata zaidi.
Msikilizaji, naweza nikasema ya kwamba Joshua alikuwa anajua kuigiza. Yaani nilikuwa nikitazama namna alivyoongea na kuwatendea wanawake hawa kana kwamba alikuwa amezaliwa kwa mara ya pili na kuwa mtu tofauti kabisa. Lakini ukweli wa utu wake mbaya bado ulikuwa pale pale. Alafu mimi sikupenda kabisa alipomsogelea Mariam na kumsemesha ama kumgusa. Na nilikuwa nimeona niendelee kutulia tu, ili amani ambayo niliiona ndani yake Mariam kwa wakati huu ibaki hapo hapo kwanza. Huyu Joshua angehitaji kuumbuliwa na kuondoshwa hapa kwa nguvu ya Miriam pekee, ambaye alikuwa ndio njia iliyofanya jamaa akapata kiburi cha kurudi tena. Kwa hiyo kufikia mida ya saa 7 mchana tayari mke wake Joshua alikuwa ameshaanza kufanya harakati za mapishi hapo ndani. Na sijui hata kwa nini tu, lakini mpaka sasa hivi bado tu Tesha hakuwa amefika. Hali yake Mariam kwa wakati huu ilikuwa changamfu. Ilikuwa baada ya mimi kufanya kitu kilichompatia furaha sana. Alikuwa ameleta picha moja nzuri sana ya Miriam kutoka kwenye album, na alinitaka nimchore dada yake. Nilikuwa najua kuchora, lakini ikifikaga kwenye pua za watu huwa naharibu. Jamani, pua ni ngumu kuichora. Macho, mdomo, nini, watu tunajua. Pua, unaweza kujikuta umechora mafiga. Ila nilipoichora pua ya Miriam, niliikuza sana kwa makusudi ya kumchekesha Mariam. Na walicheka mno. Bizadi, Adija, na hata Joshua Iskariote. Tumuite tu ni Joshua Iskariote. Wote wakawa wanaiongelea mno picha. Na kilichokuwepo ilikuwa ni kuja kuwaonyesha wengine, na hasa Miriam, ili waone itikio lake. Alafu huyo Adija, tokea muda ule Joshua akatushtukiza, alikuwa analeta pigo za kimaaba kunielekea kwa kunitazama kwa wale macho na tabasamu la ninakutaka, ama kujipitisha tu dining ili tu niangalie jinsi nyashi lake inavyo. Lakini mi bado nilikuwa tu nawaza kuhusu usalama wa Mariam kwa ujumla, kwa kuwaza zaidi juu ya mume wa huyo mwanamke. Jamaa hakuwa amenisemesha tena kwa sababu nilionyesha wazi kwamba sikutaka mazoea naye hata kidogo. Lakini niliweza kuona namna alivyokuwa ananitazama sana, kama vile ananichora kutambua kwamba nimekaaje. Na nadhani alikuwa ameshatambua kwamba sitaki shobo naye kabisa. Hazijapita dakika nyingi sana toka nimeingia saa 7 ndio tukasikia mlango wa geti ukifunguliwa na kufungwa. Na baada ya hapo mlango sasa kuingilia sebleni hapo ukafunguka pia, na Tesha aliingia. Muonekano wake ulikuwa ni ule tu wa jana, lakini pia bila shaka kwa siku hii alikuwa ametoka huko kwa Dina akiwa ameoga. Baada ya yeye kuingia, akamsalimu mama mkubwa wake na kuitikiwa vizuri tu, lakini nikaona anamtazama Joshua kwa njia ya kusita kutoa salamu. Akawa ameniona nikiwa na Mariam hapo dining, nami nikamtikisia kichwa kisalamu yani. Akairudishia salamu yangu namna hiyo hiyo. Na Joshua akaona sasa msemeshe. Joshua akasema kwamba wewe mdogo wangu vipi? Jamaa akamuuliza hivyo. Basi Tesha akamjibu ya kwamba poa. Alimjibu hivyo tu kibaridi tu na kumpita. Akaja mpaka upande wetu na kumsalimia Mariam, na binti akamuonyesha ule mchoro wa picha dadao. Tesha alicheka na kusema kwamba kaka, naona unataka kutangaza vita na mimi Akiona hii picha anaweza akavimba wiki nzima. Hivyo unamjua mimi, unamsikia? Sanami nikamuuliza Tesha kwamba kweli, basi itabidi mama asimuonyeshe. Mariam akasema mimi nitamuonyesha, atacheka. Sasa Tesha naye akamjibu Mariam ya kwamba usiache kumuonyesha, umesikia atacheka chana, umesikia? Usiache kumuonyesha. Basi Tesha baada kusema hivyo, Joshua akasema ya kwamba bado hizo salabi hazijakaa safi mdomoni kwa mamu ila baada ya muda tu ataongea vizuri kabisa kama zamani. Joshua akadakia kwa kusema hivyo kutokea pale masofani. Tukaangaliana na Tesha machoni kwa njia kukero na hilo. Mtafikiri alijua lolote. Eti silabi. Basi Bizadi akaambia Joshua kwamba mazoezi yataendelea tu kumsaidia. Basi Tesha akakaa kitini na kutoa simu yake kusasa kiniambia kwamba JC, bora jana mwanangu hata usingeondoka. Yaani Dina mwanangu alipiga bonge moja la msosi. Hivi Dina hajamalizaka tu kusoma? Bizadi alimuuliza Tesha. Tesha akasema kwamba eti yani mpaka leo bado tuti anakoma na vitabu. Sio mbaya, lakini kwao wanazo, kwa hiyo lazima aongeze mamiaka huko. Tesha akamwambia hivyo,
Msikilizaji, inaonyesha wanafamilia wa Tesha walimfahamu Dina pia kutokana na jinsi ambavyo Bi Zawadi alimwongelea. Labda hata alikuwa ni mtoto wa rafiki wa karibu. So simu yangu ikaingiwa na ujumbe. Nami nilipoangalia nikakuta ni Tesha ndio kanitumia. Sasa sikumtazama kwa sababu tayari nilielewa kwamba alikuwa ananisemesha bila kutaka wengine wajue amesema nini. Sasa nami nikausoma mchezo. Sasa message yake ilisomeka ya kwamba huyu fala amekuja saa ngapi? Nikajibu ya kwamba nimemkuta mapema tu, labda amekuja asubuhi sana. Basi Bi Zawadi na Joshua wakawa wanaendelea na maongezi mengine, huku mke wa jamaa akiwa ameenda kukaa sofani na mume wake kwa kile kilichoonekana kuwa kumaliza kupika mboga. Sasa naye Tesha akawa anamsemesha Mariamu, huku sasa akaendelea kuchati na mimi. Basi Tesha akanitumia ujumbe mwingine akasema kwamba bado analeta maigizo yake tu hapa ise. Nikajibu ya kwamba uhakika, ila wewe mtulizie tu kwanza. Tesha akasema nabii mkubwa mbona simuoni? Kamjibu ya kwamba dadako kampeleka kupima, hakuwa freshi. Tesha akasema baridi mwanangu. Kwa hiyo tunakaa hapa kuhakikisha huyu bwege haondoki hata na bakuli, si ndio? Basi nitabasamu tu kidogo na kumwandikia kwamba kuna kitu nitakwambia, ila ni baadaye. Tesha akasema kwamba kuhusu Joshua ama? Akasema hapana mke wake. Akasema si unaniambia sasa hivi? Tulia bwana, ni ubuyu mwingi sana, au sio? Kama vile nishaanza kunusa harufu yake. Wewe mkali mwanangu. Wewe akili yako hiyo. Kama ya kwako tu. Twende hata basi kwa kina Ankia mwanangu hapo tukaongee. Basi poa. Nilipomaliza kumjibu hivyo, nikawatazama wale wengine pale sebeni na kusimama. Kisha nikasema kwamba mrembo wangu, mimi waache niwakimbie sasa. Bizadi akasema kwamba JC baba, tunaivisha. Usijali, na ningependa sana kuenjoy mlo. Sema kuna ka appointment sehemu nahitajika kwenda sasa hivi. Nilimwambia hivyo, basi nilikuwa nataka tu kwenda kwa Ankia ndio nikale, maana alikuwa anaandaa msosi wa ukweli. Nilikuwa nimepitisha muda sijala pilau, kwa hiyo masikio yalikuwa yamenisimama. Basi Bizadi akasema kwamba una ka appointment wapi na wewe jamani? Utafikiri umeoa? Tesha alicheka kwa furaha na kusema kwamba ka appointment mama mkubwa wendi mbinguni. Basi wengine wakacheka kidogo pia. Bizadi akauliza kwamba mkisa? Tesha akasimama na kusema kwamba unaharibu lugha za watu bwana. Oya, unajua ile what's wrong wazungu wanaoisemaga kuonyesha wanajali? Mwambie mama mkubwa aiseme sasa, utacheka. Eti what's wrong? Tena anasemaga kwamba what's wrong my dear. Basi baada ya Tesha kusema hivyo, wote tukacheka kwa pamoja. Naye Mariamu akasimama pia, sasa kinaangalia kwa furaha. Bizadi akasema kwamba ila Tesha wewe ananizingua tu huyu bwana. Mimi nasemaga hivyo kweli? Hadija akasema kwamba hebu iseme ili uweze kuthibitisha kauli yako. Hadija alimwambia hivyo Bizawadi. Sasa Bizawadi alivuta kwa lafudhi ya mzungu, yani kwamba what's wrong? Tesha akacheka sana. Hadija akasema kwamba sasa je, mbona amesema vizuri tu? Joshua akasema umesema vizuri sana mama, kama mzungu vile. Bizawadi akasema kwamba muone kwanza, wewe ndio huendi mbinguni Tesha. Bizawadi alisema hivyo kimaringo. Sasa Tesha akasema kwamba haya bwana, kisura umeshinda, twende nikutoe nje bro. Basi nikiwa natabasamu tu nikamwambia Mariamu ya kwamba tutaonana baadaye rafiki yangu. Endelea kuchorachora hizi hapa na hizi hapa, alafu uje umuonyeshe dada, sawa? Basi akatikisa kichwa kuonyesha kwamba ameelewa. Na baada ya Tesha kuyaangalia yale niliyomwambia Mariamu ya chore, alitabasamu kidogo tu. Basi mimi nikaanza kuelekea hapo walipokaa wengine, Tesha na Mariamu wakinifuata kwa nyuma. Na ile tu ndio nataka kumpita Bizawadi, Joshua akasimama. Alikuwa amekaa pale ambapo niliketi na mke wake mwanzoni, Hadija akiwa pembeni yake wakati huo. Kwa hiyo aliposimama ikawa ni kama vile amenizibia njia. Nikamtazama machoni kwa makini. Akaniambia kistaarabu tu, akaniambia kwamba kaka, naomba kuongea nawe kabla hujaenda. Basi mimi nikaendelea kumtazama kwa makini, huku jicho pana likiona namna ambavyo mke wake alituangalia kama mtu mwenye wasiwasi. Joshua akasema kwamba muongeze tu mafupi ya kiume. Na Tesha pia twende napo nje. Joshua alisema hivyo. Nikatikisa kichwa kuonyesha nimekubali. Nami nikamtazama Tesha na kukuta ananiangalia kwa makini. Yale macho
yanayojuana, yani ndo alivyonitazama. Basi nikamwaga Bi Zawadi na Mariamu kwa mara nyingine tena, na kisha sisi watatu tukatoka ndani hapo na kwenda pale kibarazani. Aise, jua lilikuwa kali, sio mchezo. Mimi na Tesha tukasimama kama vile yani tumemzingira Joshua, yani akiwa katikati ya ile pembe tatu itengenezwavyo na watu watatu kusimama pamoja. Sasa naye akawa anatuangalia tu kwa njia yenye upole. Joshua akasema ya kwamba nimeona nichukue hii nafasi kuzungumza na nyie kwa pamoja, kwa sababu sisi wote ni wanaume, sawa tunaelewana kwa mapana zaidi ya vile ambavyo wanawake wanaweza kutuelewa. Kwa hiyo najua nitakayoyasema mtaelewa kwa akili pana zaidi. Basi jamaa aliongea hivyo. Alikuwa ameanza kuongea kwa njia iliyoonyesha kwamba alifanyia mazoezi kile ambacho alitaka kusema. Nasi tukaendelea tu kutulia, huku sasa mimi nikitazama chini na Tesha akimwangalia jamaa machoni kwa makini. Basi jamaa akasema ya kwamba najua kuna mambo mengi yametokea na mengi niliyowafanya ni mabaya. Tesha akamkatisha, akamwambia kwamba hapana, ni yote. Joshua akatulia kidogo, kisha akasema ya kwamba ndio, yote niliyowafanya ni mabaya. Siwezi kusema naweza kufanya chochote kile kutengua mabaya yote niliyowafanya. Mabaya yote niliyosema, na kwa wewe Tesha, naelewa bado una hasira na mimi. Najua nimekufanya unichukie sana, na najua itachukua muda mpaka kufika kipindi ambacho utanisamehe kabisa, mdogo wangu. Lakini hiyo ndio sababu niko hapa sasa hivi. Nimetambua kwamba niliwaumiza sana, na huwa natamani hata muda urudi nyuma ili nifute yote mabaya, lakini haiwezekani kabisa. Ndio maana niko hapa sasa hivi. Nimerudi ili tuijenge upya tena familia yetu. Kuwe na amani tena. Na hii yote naifanya ili niweze kuja kufa nikiwa na amani ya rohoni, sio kuja tu kuingia kaburini nikiwa nachukiwa na ndugu zangu kabisa, Tesha. Kwa hiyo nyinyi ndio familia nilionayo, familia niliyobakiza, na najua nimewakosea sana kwa sababu ya kuendekeza tamaa, lakini Tesha, mimi nakuapia kwa majina marehemu wazazi wetu, niko hapa tena ili nirekebishe mambo upya kwa ajili ya kumbukumbu ya wazazi wetu. Mwamba aliongea kwa upole. Nilimtazama usoni kwa mkazo sana, nikiwa nahisi hasira ya kutaka hata kumtandika ngumi moja tu ya pua, lakini nikaendelea kutulia. Tesha akawa sasa ameangalia pembeni baada ya kaka yake kusema hayo. Naye Joshua akanitazama. Joshua akasema kwamba bro, nyie wote ni ndugu zangu. Najua mara ya kwanza tumekutana tulizinguana na ilikuwa ni makosa yangu. Leo ndio nikuombe msamaha kaka, kwa kukutukana, kukutishia kukupiga. Yani Tesha akamkatisha kwa kumuuliza kwamba ungemweza sasa JC. Sasa mimi nikacheka kwa pumzi ya chini na kuangalia pembeni. Jamaa akasema kwamba afu tena unasema kweli bwana, nisingemweza angenivuruga kabisa. Unaona mdogo wangu, kwa hiyo matatizo hayo yote ningejisababishia tu kwa kazi sio kwa na faida. Na Miriam ndio akanifanya nifungua akili yangu tena. Aliniita, akanikalisha. Huyu mwenyewe alikuwepo hiyo siku ofisini kwake. Aliniita, nikaenda kumsikiliza pale, nikamuelewa. Jamaa aliongea kiupole kabisa. Sasa Tesha akaniangalia na kuuliza kwamba Damimi alimuita huyo ofisini kwake na wewe ulikuwepo? Basi kabla sijamjibu, Joshua akadakia akasema kwamba aliniona pale, nilienda. Miriam huyu, Miriam yani kama nisingekuwa mjinga huko mwanzo, sasa hivi labda tungekuwa tunaishi bila misukosuko yote. Na ni makosa yangu tu, lakini nilienda pale kwa Miriam. Jamaa aliongea ni kama mtu mwenye huzuni sana. Nami nikatazamana na Tesha, yani kama vile bado ni kama hatumuelewi jamaa. Sasa Joshua kaendelea kwa kusema ya kwamba sikilizeni, mimi hapa nipo kutafuta tu amani, kuwaenzi wazazi wetu Tesha, na ili Miriam na Mariamu wawe na furaha, na kuomba tu Tesha yale mapito ujaribu kuyaweka pembeni mdogo wangu. Hata kama itakuchukua muda mrefu kunisamee, haina kwere. La muhimu tu kuwe na amani kwa muda wote. Mimi sitaacha kuonyesha jinsi nilivyobadilika, na Miriam amenisaidia sana. Mpaka sasa hivi mamu haniogopi tena. Yes, hata nadhani na nyie mmeona. Kwa hiyo ni hivyo tu. Alafu nyie yani washikaji sana yani. Tena huyu nani? JC. Msomi. Tukiwa good hapa bana, mambo mengi sana yatanyoka ise. Joshua alisema hivyo.
Alipokuwa ametamka jina langu, alinishika begani kwa njia ya kirafiki, lakini Tesha akautoa mkono wake kwangu taratibu. Tesha akasema kwamba sikia Joshua, kama ulivyosema kukusamehe itachukua muda kwa hiyo sijui kuhusu wengine, ila mimi itachukua muda. Kwa hiyo wewe endelea tu na mambo yako ya kutafuta amani fresh tu, hakuna shida, sawa kwa hiyo mimi nimetulia tu, mimi sikugusi, sikufukuzi tena, ila naomba tu nitoe tu kaonyo. Ikitokea tu yani kale kashetani kako tu kakakurudia, kakakuingia tu tena yani ukaamsha majini wizi yako, I say sio mimi mkubwa wala mzee Ahmadi watakaoweza kukusave tena. Zamu hii tutatibuana kabisa, na nakwambia yote JC yuko hapa anasikia. Kwa hiyo tusije tukalaumiana. Ushanisoma? Tesha alisema hivyo kwa sauti ya chini lakini mara. Kijana huyu alikuwa ameongea kile kitu ambacho hata mimi ningesema pia. Lakini kwa wakati huu nilikuwa nataka kuyatimiza hayo maneno ya Tesha kwa sababu nilijua vizuri sana kwamba hako kashetani bado kalikuwa kichwani kwa huyo mwanaume. Joshua akajichekesha kidogo na kusema kwamba haina shida mdogo wangu, wala hata usikonde. Umekuwa simba kweli kweli. Na kuaminia sana. Tesha akajibu ya kwamba imeisha hiyo. Basi Tesha alisema hivyo na kutazama pembeni. Simu yangu ikaanza kuita papo hapo. Nami nikaitoa na kukuta ni Ankia ndiye aliyekuwa ananipigia. Nikapokea na kumsikia mwenye nyumba wangu akiniambia niende kunywa supu ya kuku na pilau, ilikuwa mbioni kuiva. Nami nikamwambia poa. Basi nikashusha simu na kusema ya kwamba nahitaji kwai. Niliongea hivyo bila kumwangalia Joshua hata kidogo. Huku sasa nikiona yeye ananikodolea tu. Nami nikampa Tesha ishara ya kichwa kuwa anifuate. Basi tukatoka hapa kibarazani bila kusema lolote lile kwa huyo Joshua. Tukimwacha tu anatusindikiza tu kwa macho mpaka tulipokwenda nje. Sasa nikaa nimemueleza Tesha kwa ufupi kuhusiana na lile swala la kukutana na Joshua kazini kwake Miriam. Nikimwambia ilikuwa ni wakati ambao nilienda kwa dada yake ili kumzungumzia Mariam. Ikionekana ni kutokea kipindi hicho Miriam ndio alikuwa ameanza kumvuta tena Joshua kwa ajili ya kuleta amani na ndugu yake. Lakini ndugu mwenyewe sasa alikuwa ovyo. Nilikuwa najihisi kuchafuka rohoni yani. Basi tu yani huyo mwanaume yani hakuwa muungwana kabisa hata kwa jicho la kawaida tu. Yani hakufaa. Mpaka anatumia uzito wa kumbukumbu ya vifo vya wazazi wao ili tu ajionyeshe kuwa mtu mpya. Kiukweli alinifanya nimchukie mno. Ila ngoja tu siku zake zingetimia tu. Kwa hiyo tukaingia kwa Ankia pamoja na kumkuta akiwa na Mama Chande, besti yake. Ndani palinukia kweli pilau na vitunguu saumu na kuku nini. Na kama kawaida yake, Tesha akaanza kutaniana na wanawake na kuwafanya wacheke kwa furaha. Inaonesha Ankia alikuwa amepata msaada wa mapishi kutoka kwa Mama Chande. Ndio maana aliwahi kutengeneza vyakula. Na kwa msukumo wa jiko la gesi mambo alikuwa faster tu. Wanawake wakiwa wamekaa hapo sebuleni, sisi tukaelekea chumbani kwangu ili kwanza tusimuliane mambo yetu vijana ambayo Tesha alipenda kupata maelezo. Kwa hiyo alitaka kujua kuhusu mke wake Joshua, lakini mimi nikataka aanze yeye kunisimulia kuhusiana na yule Winnie. Yaani siku amekutana ilikuwa vipi na mpaka sasa hivi walikuwa wapi? Akasema yani yule alikuwa na dharau sana, eti alipokwenda kukutana naye mwanamke huyo alimuona kuwa kama mtoto mdogo na alifikiri asingeweza kazi. Kwa hiyo Winnie hakuwa na aibu. Alimpa Tesha penzi motomoto tu, lakini alikuwa ni haridhiki. Asa Tesha akasema alipiga vitano bila kutumia dawa na bado mwanamke akawa anataka waendelee. So baada ya Tesha kuniambia hivyo, nilicheka sana na kumwambia kwamba huyo alikuwa anataka kumkomoa tu. Na yeye akasema ni kweli kabisa, kwa kuwa baada ya hapo alipoendelea kumtafuta kwa simu, demu akawa anamkwepa tu. Kumaanisha alikuwa na mishi zake nyingine za kuzungushia tu tunda. So ila akadai kwamba alimkubali sana huyo mwanamke kwenye swala la kudrive. Na angalau hakutumia gharama sana kuweza kumpata. So hiyo yote ilinifurahisha sana, hasa kutokana na njia yake Tesha ya kuongea. Na sasa ndio akataka kujua kuhusu mke wa kaka yake. Nikaambia kwamba huyo mwanamke alikuwa ananitaka. Nami nikamuelezea mambo yote yaliyotokea pale kwao baina yangu na huyo Hadija. Tesha akashangaa, yani isingemuingia akilini mwake kufikiri huyo mwanamke alikuwa wa hivyo. Akaelezea sababu kuwa Hadija alikuwa mpole sana na mtulivu wa ndoa.
ila ndio hapa akaona ukweli wa ule msemo wa kwamba kamwe usichukulie kuyajua yaliyo ndani ya kitabu kwa kuhukumu tu jalada lake. Kwa mimi nikamwambia kwamba sikuwa na uhakika wa kitu cha kufanya kuelekea swala hilo, lakini Tesha akasema kwamba wewe piga tu mwanangu, kama mwanamke aliitaka kwa nini anyimwe sasa Baada ya Tesha kusema hivyo nikacheka na kumuuliza kwamba ni hana kwere kwa sababu ya mwanamke huyo kuwa shemeji yake. Tesha akaniambia kwamba hakuna kitu kama hicho kaka. Yaani hata kama Hadija angekuwa amejisogeza kwake na kuanza kumgusa miguu, hata yeye angepiga tu. Sasa nikamwambia ndio hivyo. Kwa hiyo na mimi sikuwa na ile kusema kwamba nimemtaka sana huyo mwanamke, ila kama angelazimisha mambo basi ningemkoa tu na yeye. Tesha akasema tena ya kwamba yani kwa hilo na kuunga mkono kaka kwa asilimia zote. So maongezi hayo yalifanywa kwa sauti ya chini ili wanawake pale sebuleni wasiweze kutusikia. Na ndipo Ankia sasa akawa ametuita twende huko. Nikamwambia Tesha ya kwamba huo ulikuwa ni mwito wa kunywa thupu ya kuku. Na sikuwa nimekosea. Kweli tukakuta Ankia akiwa ametuwekea mimi na Tesha supu pamoja na nyama kwenye mabakuli. Nasi tukakaa ili kujinywea tu supu. Alikuwa kwenye harakati za kwenda kuanza kukaanga nyama za kuku ili aziunge vizuri kwa mchuzi wa nyanya na mapochopocho upishi wa juayo wanawake. Kwa hiyo nasi tukaendelea kunywa huku sasa tukipiga story. Mada ilikuwa sana kuhusiana na Simba na Yanga. Jinsi timu hizi zilivyokuwa zimeingia kwenye michuano ya kimataifa barani mwetu na mechi ya watani wa jadi iliyokuwa inakaribia kuchezwa. Kwa hiyo ubishi na maneno ya nini ile yani maneno ya kimichezo nini yalijaa sana kwa Tesha na Machande. Hadi Tesha sasa alikuwa anamfanyia mwanamke huyo zile pigo za kike za nga huku sasa akikandamiza pua kwa kidole. Nasi tulikuwa tunacheka sana. Wanaume tulikuwa Simba, wanawake Yanga. Kwa hiyo utani wa maneno ulikuwa ni mwingi sana. Tukiwa tunaendelea kufurahia maongezi bwana, simu yangu ikaita. Pigaji akuwa mwingine ni ndugu yenu Betha. Mwanamke shupavu, mwanamke muuaji na mwenye jeuri kama lote. So nikapokea hapo na kumsikiliza. Alikuwa ananitaka niende kule Raw Village sasa, ikiwa ndio muda aliyoona unafaa wa mimi kutoka huku nikokuwa. Akasema nisisahau kubeba na unyama wote niliokuwa nimetengeneza. Nami nikamwambia poa. Akakata simu. Basi nikaangalia muda, ilikuwa ni saa 9 kasoro. Huyo mwanamke alijua kunikatisha hamu yani na hapa pilau na kuku ningezikosa tu kisa eti kufuata amri zake. Lakini haikuwa na noma. Sasa nikamtaarifu Ankia kuhusu safari yangu ya ghafla kuelekea jijini. Naye akaanza kununa. Eti yani kanipikia pilau alafu naondoka sawa tu nini. Mimi nikacheka kidogo na kumwambia kwamba hapa naenda tu kusaka hela za likizo ndio maana. Ila nikamwambia ningekuja tu kuila pilau yake baadaye. Basi Tesha akaniuliza ikiwa hii ndio dharura iliyokuwa imefanya niondoke na kwao pia. Nami nikamkubalia. Nikisema ya kwamba kuna jamaa aliniita ili akanipange juu ya mambo fulani. Kwa hiyo nikatoka hapo sebuleni na kwenda chumbani tena, na nilikuwa nawaza labda niende kuoga tena. Ila sasa kutokana na uharakishi wa madam, nikaamua tu nibadili mavazi na kuvaa kwa mtoko bomba zaidi. Nikajitengeneza vyema, kisha nikachukua lile begi langu la mgongoni na kulipunguzia vitu nilivyokuwa nimeweka humo. Alafu sasa nikachukua mifuko ile yenye madawa ya cocaine na kuitumbukiza kwenye begi. Nilihakikisha kuacha nguo chache na vifaa nilivyochukua hospitali ili dawa zifichike pia. Kisha nikavaa viatu na kutoka hatimaye. Marafiki zangu walifikiri labda nataka kusafiri kwa siku kadhaa kutokea huko. Lakini nikawahakikishia kwamba ningerudi leo ama kesho. Kwa hiyo tukaagana vizuri baada ya hapo, nami sasa nikaondoka kuelekea kupanda daladala. Safari ya kuelekea makumbusho ilidumu kwa masaa 2 kabisa. Na hili ilisababishwa na msongamano wa magari, hasa tulipofika eneo la Keko. Na kwenye ile roundabout pale hata sipajui jina, nimeshapasahau, lakini kulikuwa kuna jam kweli. Yaani mpaka kuhitaji mwongozo wa askari wa usalama barabarani. Kwa hiyo nimekuja kufika makumbusho ikiwa ni saa 11 jioni. Na kwa muda wa nusu safari nilikuwa nimesimama baada ya kumpisha mwanamke mjamzito aketi kwenye siti yangu. Hivyo miguu ilikuwa ni inaita kwa kiasi fulani. Kwa hiyo nikatoka makumbusho kama kawaida, nikapanda Uber na kuanza kuitafuta Royal Village Hotel.
Nikiwa sasa njiani nikaona nimpigie Madam Betha kumuuliza kama na leo nilitakiwa nipande lifti pale hotelini. Kisha labda kwenye lifti hiyo ningekutana na mwanamke ambaye angenipa funguo ya chumba ambacho Madam angekwepo. Akaniambia niache ujinga na nifike kule tu kisha nimjulishe. Na ile nataka tu kusema kwamba nimekaribia, akakata simu. Nikajikuta tu nacheka mwenyewe. Lakini hiyo haikumaanisha kwamba eti nilikuwa nimeshasahau dhumuni langu la kufanya haya yote. Bado. Yaani pamoja na kuwa nimejiweka upande wake, huyo mwanamke alikuwa ni adui yangu. Tumeangalia filamu nyingi zinazoonyesha kwamba mara nyingi ukitaka kufanikiwa kuwaangusha maadui zako, basi jiweke karibu nao ili uweze kufanikiwa kuwaangusha kwa njia bora. Ndicho nilichokuwa nikikifanya wakati huo. Ningeendelea kujichekesha tu ili siku huyo mwanamke akija kunikuta serious, ajue kuna watu wasiopenda michezo kwenye maisha ya wengine kama ile walioifanya kwangu mpaka kuua mwanadamu wenzetu. Na mimi sikuwa nimempa taarifa askari mpelelezi Ramadhani kuhusu mkutano wangu huu na mwanamke huyo, ili nione kwanza huu mchezo ungenipeleka wapi kwa leo. Kwa hiyo nikaifikia Royal Village hatimaye, na nami nikamlipa dereva na kwenda ndani ya geti. Nikatembea mpaka kufikia usawa wa bustani na kisha nikampigia tena Madam. Nikaambia kwamba haya ndio nimefika, niende juu au? Madam akarusha dongo kwa kusema ya kwamba niache kuwa na kiherehere na kisube, na kwamba bado yeye hakuwa amefika hapo hotelini ingawa alikuwa anakaribia. Sasa nikamuuliza kwamba yuko sehemu ipi kwa sasa? Akasisitiza tu kwa kusema ya kwamba ndio alikuwa amekaribia kufika hotelini hapo. Yaani ni dakika 2 tu angeingia. Hivyo niende kumsubiri ule upande wa maegesho wa magari ya nyuma kwenye jengo hilo. Mimi sikudhani kwenye hoteli hiyo kulikuwa na maegesho ya namna hiyo, lakini hilo lilikuwa ni jambo ambalo ndilo nimelifahamu wakati huo. Hivyo nikamkubalia na kukata simu, kisha nikazungukia sasa upande ambao amenielekeza ili kuweza kumsubiri. Kumbe na hoteli hii ilikuwa ni ubora bwana. Maegesho ya huku nyuma yalikuwa mapana, safi. Nguzo ama ngome nyingi nene zikilibeba jengo hilo la hoteli na magari ya maana yakionekana kuegeshwa hapa na kule. Hizi ndio zile sehemu ambazo mara nyingi tunaonaga kwenye filamu hasa za wazungu, jinsi ambavyo majambazi hupenda kuzitumia kwa ajili ya kutoroka wakishafanya maovu yao. Na kweli hapa nilikuwa sasa nimekuja kukutana na majambazi. Nilitembea mpaka kufikia sehemu ambayo iliniruhusu kuona mlango wa lift ya nyuma kwenye jengo hilo, na bila shaka baada ya Betha kufika tungeitumia hiyo kuelekea juu. Hivyo nikasimama usawa wa nguzo moja na begi langu mgongoni kumsubiri Madam afike. Hakukuwa na nafasi hata moja iliyoonekana kwa upande huu, pakiwa kimya kweli kweli. Nami sasa nikawa naangalia mpangilio maridadi wa sehemu hiyo pamoja na CCTV kamera zilizowekwa kwenye kila pembe. Nikasikia kengele ya mlango wa lifti iliyoashiria kwamba kuna watu walikuwa wanatoka. Na ile nimenyanyua tu uso wangu kutazama huko, nikajikuta na kunja sura kimaswali kutokana na kutokutegemea kabisa kumuona niliyemuona. Mwanamke niliyemfahamu akiwa amevaa gauni jeupe lililo la limekaa kama mtindo fulani hivi mzito kama sweater line hivi, refu kufikia miguuni, tena lenye kubana mwili wake ulioumbika vyema. Alikuwa ameshika mkoba mkononi, na hilo gauni liliacha mikono yake mieupe wazi kutokea mabegani. Na aisee, alinifanya nibaki nikimtazama kwa mshangao sana. Guess what? Ni bibie Mimi. Yes, alikuwa ni Miriam. Yaani sikuwahi kutegemea kumuona hapo kabisa, tena akiwa ndani ya mtindo mzuri kama huo uliompendezesha vibaya mno. Alikuwa amevaa viatu vya kuchuchumia vyekundu vikiwa vimeendana na rangi ya mkoba wake, na muonekano huo uliniambia kwamba alikuwa sehemu hiyo kwa mkutano wa masuala binafsi, labda date na mtu wake. Na huku sasa ilikuwa ni mbali kweli kweli, ila ilimfaa. Nami nikaona nijibanze kwenye nguzo hiyo ili asiweze kuniona kabisa. Nisingefikiria hata mara moja kwamba ningemuona hapo, hasa kwa kujua alikwenda zake kazini baada ya kumpeleka mama mkubwa wake hospitali. Alikuwa anakuja upande wangu, lakini kwa kupitilizia sehemu iliyokuwa imeegeshewa magari. Nami ndio nikawa sasa nimeiona ile pickup yake. Pamoja na kuwa mwanamke mwenye mvuto sana, lakini hakupenda makuu mno, na kuwa mtu aliyethamini zaidi mambo
yaliyokuwa na maana kwake kuliko kutafuta vitu vya kumpa sifa mtu. Yaani huyu hata kama angekuwa ameamua kutembelea gari aina ya Range Rover asingeshindwa, lakini aliendelea kutumia pickup iliyokuwa ya baba yake ili kumwenzi. Lakini Miriam ndio alikuwa maana ya mwanamke. Sijui nani tu alikuwa nakula hapo aise. Nani anachovya kwa mimi nani? So akawa amenipita bila kuniona, maana mimi nijibanza vizuri. Nami nikawa sasa naangalia miondoko yake taratibu ambayo ingemfanya mwanaume yoyote agande kumtazama kwa jinsi alivyokuwa amebarikiwa huyo dada. Sio kwa sura tu, sio kwa shape tu, hata tabia. Yaani kila kitu kwake ni kama kilikuwa kamili. Sikutaka nione, maana mishe zilizokuwa zimenileta huku hazikuwa nzuri kuendana na jinsi dada wa watu alivyokuwa ananifahamu. Lakini shetani bwana shetani mjinga shetani bwana ana akili shetani bwana. Akaona niharibia bwana. Sije labda ninamsingizia bure shetani kwa kusema ana akili. Simu yangu zikaanza kuita. Mwito wa simu ulikuwa ni mdundo wa wimbo wa Ozuna uitwao Unalodura. Wa Brazil nadhani kama wananisikiliza wanaweza wakawa wanaufahamu wimbo. Kwa hiyo ni ngoma kali sana. Hivyo sauti ya mwanzoni tu ikawa imesikika kwa bibie. I say. Sasa nimeshtuka, ile nataka kuitolea tu sauti ya viatu vya Miriam ikakata. Na hilo likaniambia kwamba alikuwa amesimama. Kwa hiyo ikanibidi nitoke hapo kwenye hiyo nguzo na mimi nijifanye kwamba ndio nilikuwa nimetokea tu upande huo na sikuwa nimemwona. Nikaweka uso makini kweli nikiangalia simu. Na nilikuwa nimeanza kupiga hatua chache kisha nikasimama. Mpigaji alikuwa ni rafiki yangu moja hivi yuko pande za Mwanza. Hivyo nikaitolea tu simu sauti huku sasa nikimrushia laana ya kimoyomoyo huku alikokuwa kwa kusababisha nikachomeshwa namna hiyo. Kwa hiyo nikajifanya naangalia pembeni kama vile ni sina habari na mwanamke huyo ambaye nilijua wazi kwamba alikuwa amesimama na anaangalia upande wangu. Na ndipo hatua zake kunielekea zikaanza kusikika. Nikafumba macho kwa kutokutaka jambo hilo kabisa, kwa sababu nilihofia sana kuhusiana na mambo ambayo yangetokea ikiwa Betha angefika na kunikuta nikiwa na Miriam hapo. Sijui ni kwa nini tu, yani mwanamke huyu alitakiwa kuwa hapo kwa muda huo. Ningepaswa ni mkwepe upesi sana, tena kwa njia yoyote ile. Basi nikamgeukia na kujifanya kushangaa kama vile ni ndio nimemuona sasa. Naye akawa ananifuata kusasa fungua gari lake ikiwa kiganjani. Na alikuwa anatabasamu kiasi tu. Akaniuliza kwamba hey vipi? Safi tu. Upo huko kumbe? Yeah. Vipi mishigani? Nimekuja tu kukutana na mtu alikuwa ameniita huku ndio nikaja haraka. Umedamu shikoni kweli. Lazima uwe ni mkutano wa maana Acha bwana, ni mikutano tu ya kikazi. Sawa. Si ndio unaondoka ama? Yeah. Sawa basi, baadaye basi. Kama kawaida tu mimi nitakuja kwa mamu. Nikamwambia hivyo kama anamfukuza yani. Akauliza kwamba vipi na wewe? Mbona uko huko? Na mimi kuna mtu hapa nakutana naye. Nakutana naye hapa ni rafiki, kwa hiyo wewe nenda tu. Unaenda kuendelea kazi. Nisikucheleweshe, wewe nenda tu. Basi akawa ananiangalia kwa utafakari. Naye akasema kwamba mbona kama una wasiwasi? Kuna tatizo lolote? Hapana, kila kitu kiko sawa. Nilimwambia hivyo na kutabasamu. Akatikisa kichwa kuonyesha uelewa, naye akasema kwamba okay basi, tutaonana baadaye kama ulivyosema. Nikatikisa kichwa kukubali hilo. Akageuka na kuanza kuondoka. Nami sasa nikaangalia pembeni na kushusha pumzi ya utulivu. Nikawaza kuwa angalau tu kama dada wa watu angeondoka, maana hapo sikuwa sehemu nzuri kabisa. Ilikuwa nimepema sana kufikiri kwamba nilipata ushindi kwa kumuondoa Miriam upesi, kwa sababu alikuwa amepiga hatua chache tu kisha akasimama tena. Nikamwangalia, akanigeukia tena na kunitazama kisha akaanza tena kurudi kwangu. Yaani sijui alikuwa amesahau nini. Akafika karibu tena, nami nikajitahidi sasa kuonyesha utulivu usoni, lakini moyoni palipinduka mithili ya ngoma. Naye akasema kwamba nilikuwa nataka nikwambie jambo fulani. Sasa mimi nikatikisa kichwa kuonyesha endelee. Ni kuhusu jana na kila kitu ambacho kimeendelea kwa Tesha na mamu. Mimi
huwa sitegemei sana mtu yoyote anisaidie kwa mambo ya familia. Yaani sijazoea, ila kwa yote ambayo wewe unafanya nataka tu kusema asante. Na msikilizaji, hii ingepaswa kuwa pindi moja nzuri sana, maana huyu dada bwana alikuwa ameanza na kunisemesha kabisa, tena kunishukuru. Lakini muda na sehemu ya tukio hili haikufaa. Nilikuwa naangalia upande ule wa muingilio wa magari kwa wasiwasi kiasi, nikiomba Mungu Betha aendelee kukawia tu. Miriam akaendelea kusema ya kwamba niliongea na Tesha hiyo jana. Jinsi alivyokuwa ameonyesha kutulia kiakili, kwa kweli sijaiona kwa muda mrefu kiasi. Anasema yote hiyo imewezekana eti kwa sababu kwamba ulimpa therapy. Basi mimi nikalazimisha kicheko tu na kusema ya kwamba ya ndio. Yaani una effect nzuri sana hata kwa mama. Kwa sababu mpaka tunavyozungumza dakika hii ni kwamba mama mpaka ameanza kuongea. So niseme tu hatujawahi kuzungumza sana, ndio maana nimeona nichukue hii nafasi kwa. Maneno ya Miriam yakakatishwa baada ya sote kuona gari aina ya Harrier new model ya silver likiwa linaingia. Nami nikajiambia, Mungu wangu. Huyu mwanamke alipaswa kutoka hapa sasa hivi. Miriam yeye sasa akiwa haelewi somo, akaona endelee kuzungumza tu kutoa shukrani yake. Na hilo gari likaingia sehemu ya maegesho isiyo mbali sana na hapo tulipokuwa tumesimama. Dereva aliposhuka hakuwa mwingine ila yule bouncer wa madam. Naye akaonekana kufungua mlango wa nyuma wa gari. Sasa mimi nikamgeukia Miriam na kumkatisha kwa kusema kwamba Miriam, tafadhali tutaongea wakati mwingine, yani tukionana tena, sawa? Akaibana midomo yake taratibu, kusasa macho yake akiwa kwangu kwa utulivu. Unaweza kwenda tu Miriam. Na wasubiri wamefika. Weka kitu kwenye gari dada. Yaani msikilizaji, nilikuwa najaribu kumfukuza kistaarabu. Na nilihitaji sana aondoke, maana sikutaka Betha amjue Miriam. Katika watu ambao sikutaka mwanamke huyo awaingie kabisa, ilikuwa ni huyo dada. Lakini kwa hapo nikaa nimechelewa. Sauti ya Betha ikasikika akiniita. Tena aliita akisema ya kwamba HB. Nikageuka kumwangalia. Miriam bado alikuwa hapo hapo. Nami nikamwona madam akiwa sasa anakuja kwa mwendo wa madoido. Alikuwa amevaa gauni jeupe fupi sana lililoubana mwili wake. Yaani sasa miguu yake ilikuwa wazi, niseme tu hivyo jamani. Mikono na mabega yalikuwa wazi pia. Na sehemu ya mbavu zake ilikuwa wazi pia, kama vile ni gauni hilo limechanwa humo pembeni kwa njia ya urembo. Miguuni alivaa mabuti ya kike yenye rangi ya kahawia, na usoni alikuwa amevaa miwani pana tu hivi nyeusi ya urembo. Bouncer wake alikuwa anafuata nyuma, huku sasa ametanua mikono na sura yake sasa ikiwa makini kweli kweli. Nao wakafika karibia tu. Betha akasimama karibu nasi zaidi na kuitoa miwani yake machoni. Mimi nikaendelea kuonyesha utulivu tu, huku sasa nikiona jinsi Betha alivyokuwa akimtazama Miriam kwa macho yenye udadisi. Kisha akaniangalia mimi, akauliza kwamba vipi za jioni? Kwa sauti ya chini nikamjibu tu kwamba fresh tu. Betha akasema kwamba nimefika wakati mbaya ama mlikuwa mna? No, hamna. Mimi ndo nimefika tu upande huu sasa hivi. Betha akasema kwamba sikumbuki kukuambia uje na mtu. Betha akanikatisha kwa kusema hivyo. Nikamwangalia Miriam kifupi, ambaye alikuwa ananiangalia kwa utulivu tu, nami nikamwambia Betha kwamba hapana, nimekuja mwenyewe, sijaje na mtu. Sasa Betha akaniuliza kwamba na huyu ni nani? Miriam akaanza kusema kwamba mimi nimekutana tu na huyu dada hapa, alikuwa amedondosha funguo yake, ndo nikamsaidia kuipata. Nilimkatisha Miriam, na leo ni kwa ajili ya usalama wake. Yaani Betha akisema amfuatilie mimi. Dakika sifuri tu ameshamjua. So jinsi ambavyo mwanamke huyu aliniangalia, yani alikuwa ndani ya mshangao mzito bila shaka. Na ilieleweka kwamba hakuwa amenielewa. Betha akaniuliza kwamba kwa hiyo ndio umekutana hapa? Nikatikisa kichwa kukubali. Betha akauliza tena akasema kwamba kwa hiyo hamfahamiani kabisa? Macho yake Miriam yakanitazama kwa njia ya subira. Na najua alikuwa anataka kuona ningejibu nini.
Aise, roho ilikuwa inaniuma sana kwa kitendo nilichokifanya. Nikatikisa kichwa kukataa na kumwambia Betha kwamba hapana, simjui. Msikilizaji, siwezi kujua undani wa mshtuko niliofanya Miriam au Wisi hapo. Aise, aliniangalia kwa njia ya kawaida tu, lakini naelewa alikuwa akinishangaa sana. Miriam akaacha kuniangalia na kumtazama Betha ambaye alikuwa amesimama kama vile amemziba njia. Sasa Betha akamsemesha Miriam ya kwamba, wewe dada mzuri, unamwonaje HB wetu? Umempenda? Miriam akabaki kimya. Nami nikamtazama usoni kwa hisia za hatia. Betha akacheka kikejeli tu na kusema ya kwamba, nisamehe shoga yangu, nilikuwa nakutania tu, ila kama mlikuwa bado hamjapeana namba nisiwe kikwazo, chukua tu namba za HB boy hapo, hana baya. Nikasema ya kwamba, madam, acha bwana, nilishia tu hapo tu msikilizaji kwenye sentence yangu, huku nikimuonyesha Betha kwa ishara za mikono kwamba kumzingua mtu mzima namna hiyo haikuwa jambo zuri. Lakini huyu mwanamke alijali sasa. Miriam alipotaka kupiga hatua kuondoka, Betha akamwahi na kumzibia njia kwa kusimama mbele yake zaidi. Nami nikapandwa na hisia zilizofanya nikunje ngumi kwa chini. Mwanamke huyo mbabe akawa sasa anamwangalia Miriam huku sasa kitabasamu kichokozi. Na ule bouncer wake akaja karibu yangu na kupitisha mkono begani kwangu kirafiki. Eti ni ile kwamba ni kwa sababu madam alikuwa ameanza kumzingua mtu, basi lilikuwa ni jambo letu moja. Nami nikaendelea tu kutulia sasa nikiwatazama wanawake. Betha akazishika nywele zake Miriam kwa chini. Naye akasema kwamba, mbona haraka hivyo, unawahi wapi? Tuongee kidogo. Miriam akamwambia kwamba, naomba nipishe. Betha akasema kwamba, nyie mmesikia sauti jamani? Dada, hebu ongea tena. Miriam akabaki kimya tu. Betha akasema, jamani, ongea basi hata kidogo jamani, nitakupa pesa. Nisemeshe tu wala hata kidogo tu. Aya, ongea. Bouncer Doto akasema kwamba, labda tukusaidie kumfanya ongee. Wewe umfanye nini tena bwana? Mtoto mzuri kama huyu sio kulazimisha. Uone alivyo wa moto. Darling, nitakupa pesa yote unayotaka, sawa? Wewe unaweza kuwa sehemu muhimu sana ya biashara yangu kubwa kuliko. Yaani unafaa kabisa, uko perfect sana. Betha aliongea hivyo. Miriam akabaki kumwangalia Betha kwa njia iliyoonyesha hakuelewa. Nami nikawa nimeelewa ni biashara ya aina gani mwanamke huyo alikuwa akimaanisha. Aise, yani kule ambako sikutaka tufike ndio Betha akawa anatupeleka kabisa. Asa Betha akamuuliza kwamba, nimekuelewa sana, yani sana tu, nataka tuwe karibu. Vipi, ushawahi kusagana? Nikafumba macho na kuinamisha uso, huku Bouncer Doto akicheka kidogo. Hivi una matatizo ya akili? Jamani, inawezekana amenipata nilipokutana tu na wewe. Unaonaje mpenzi? Betha alisema hivyo na kumshika kiunoni. Miriam akaupiga mkono wake kwa nguvu ili asiendelee kushikwa. Na akiwa sasa anamnyoshia Betha kidole, Miriam akasema kwamba, jichunge, umesikia? Na kuomba ujichunge sana mwanamke. Sio kila mtu anaishi maisha ya kibatili kama wewe. Katafute malaya wengine wa kusagana nao, umesikia? Sikujui, hunijui. Kwa hiyo naomba nikome. Mimi aliongea kwa uthabiti kabisa. Na akiwa bado amemnyoshia Betha kidole, Doto akataka kwenda hapo siju kumpiga, lakini nikamshika mkono kumzuia. Na hata Betha akawa sasa amenyanyua kiganja chake kumzuia jamaa asiende hapo. Madam, nadhani wachane naye tu. Kwanza piskali ni nyingi sana. Tutatafuta hata baadaye. Muda unaenda sana, si unajua? Nilimwambia hivyo. Betha akaniangalia, kisha akamtazama Miriam kwa macho makini. Miriam akasema kwamba, nimekuambia nipishe. Usifanye nikakuitia polisi sasa hivi. Miriam alisema hivyo. Betha alicheka akasema, wacha we. Kwa hiyo utaka kabisa tucheze michezo yetu darling, Betha alisema hivyo kwa sifa. Miriam akasonya tu na kutaka kumpita tena, lakini Betha akamzuia kwa kutumia nguvu zaidi. Hali ikaonekana kutaka kuingia sehemu mbaya zaidi ya niliyokuwa nimetarajia. Nami nikashindwa kujua pa kusimama kabisa. Miriam ndio angekuwa chaguo la kwanza katika kutetewa na mimi, lakini hilo lingenifanya nipoteze mchezo wote niliokuwa nimeuanzisha kwa Betha. Miriam sasa akamshusha na kumpandisha mwanamke huyo kwa hisia kali. Naye Betha akamsogelea dada wa watu karibu zaidi, yani kama vile sasa anataka kuanzisha ndondi. Oya, ilikuwa ni ile ni kama vile kwenye WWE kwenye mieleka.
Na inaonekana Doto alitaka kuwa muamuzi kabisa kwa jinsi alivyotaka kuona wanawake hao wakianza kuzinguana. Ila jamani, ila Mungu, Mungu si Athumani bwana. Watu kadhaa kutoka kwenye lifti wakaanza kuja huku. Na hata magari mengine yakaingia pande hizi. Hiyo ikawa ni ponea chupu niliyohitaji sana itokee. Naye madam akasogea nyuma kiasi na kuachia tabasamu ili bila shaka watu waliopita waone mambo yalikuwa ni shwari hapo. Basi Betha akasema kwamba una bahati. Mimi huwa sipendi kusemeshwa kama ulivyonisemesha. HB angekupa mawaidha ya nini naweza kukufanya. Ila muda hautoshi sweetie. Kwa hiyo nenda, umesikia Nenda. Betha alimwambia hivyo Miriam huku sasa kitabasamu kinafiki tu. Niliona wazi kwamba Miriam alikuwa amekasirishwa na hayo yote. Naye akanigeukia na kunitazama kwa mkazo. Kama ilivyokuwa siku fulani ya nyuma, nilipatwa na ile hisia ya hofu. Sijui uoga. Yaani ni kitu ambacho kilitokea tu pindi ambapo Miriam angeniangalia namna hiyo. Sijui ilikuwa ni kwa nini tu. Lakini ni kitu kilichofanya hadi ujasiri wa kumtazama machoni unitoke. Nami nikaangalia pembeni kama vile simjali. Betha akamwambia Miriam ya kwamba ondoka. Miriam akamtazama na kumshusha kwanza. Kisha huyo akaenda zake mpaka kwenye gari. Basi Betha alikuwa anamwangalia tu Miriam mpaka alipoingia garini. Na kikweli mimi nilikuwa najihisi vibaya kusimama tu hapo na kuangalia hayo yote yalipokuwa akiendelea. Yaani sijui hata ningemtazama vipi tena huyo dada wakati ambao ningerudi kule nyumbani. Nijisikia vibaya sana kumkana namna ile. Lakini sikuwa na jinsi. Hakuelewa, ila nilikuwa namlinda. Sikutaka Betha aanze mambo yake ya kufuatilia huyu alikuwa nani. Maana mimi sikuwa na uhakika ikiwa alikuwa ameshaniamini kwa asilimia zote au la. Na kunikuta hapo na mtu bila shaka kungempatia wasiwasi. Bora kama ningekuwa ni mtu mwingine tu, lakini Miriam, hapana. Yaani sikutaka aguswe pabaya kabisa. Nilimheshimu sana. Gari la Miriam likatoka sehemu ya maegesho huku sasa sisi wote tukiliangalia. Naye Doto akasema ya kwamba pisi la maana hili, lakini akili hamna. Betha akasema ya kwamba yani kinajikuta kisafi. Eti malaya wenzako. Unafikiri yani kimekuja huko kufanyaje kama sio tu kusaga tu huko. Bado kitaendelea kudrive mistubish tu mpaka kitakufa. Na ni kweli hana akili kabisa. Demu wapi mkali namna hiyo akaendesha upumbavu kama huo. Puuzi mkubwa tu. Betha alisema hivyo kwa dharau. Nilisikia hasira basi tu. Nikashusha pumzi na kusema ya kwamba harakati zinaendaje sasa, maana saa 1 inaingia. Betha akaanza kuelekea upande wa left huku na sisi tukimfuata. Naye akasema ya kwamba utajua uko juu. Na iwe mara yako ya mwisho kukuona umesimama na mpumbavu yoyote tukiwa tunakutana. Sijui unanielewa? Nikasema yes madam. Basi tukaifikia left na kuingia, kisha tukaanza kuelekea juu. Bado nilikuwa nikimwaza Miriam tu. Yaani ni jinsi gani ambavyo tukio la muda mfupi nyuma lingefanya nipoteze kabisa kiasi chochote cha imani alichokuwa nacho kunielekea kwa wakati huu. Sijui alikuwa ananifikiriaje, lakini hakukuwa na njia ya kuepuka yaliyotokea, maana nilikuwa na malengo kwenye haya yote niliyofanya. Kwa hiyo ningepaswa kuendelea kujitahidi kuyafikia. Tukiwa bado ndani ya lifti, Betha akapigiwa simu na mtu fulani. Naye akaanza kuongea naye kwa shauku. Alikuwa anamwambia kwamba asiogope, asingekawia kufika huko, na alikuwa na zawadi nzuri sana ambayo ingewafanya wote wa huko wachanganyikiwe ile mbaya. Nami nikaelewa hilo lilimaanisha sehemu ambayo mwanamke huyu ndio alikuwa anataka tuende muda huo. Kwa sababu sikujua mengi ya kutegemea, japo nilijiandaa kwa lolote lile, nisingeweza kufanya kitu cha ujanja mpaka niwe na uhakika wa kila ambacho kingetokea. Yaani namaanisha kama siku ile huyu mwanamke ameniita nije hapa kwa mara ya kwanza, nilifanya kurekodi sauti za mambo tuliyozungumzia na kumpelekea yule mpelelezi, lakini kwa sasa hivi nisingefanya kitu kama hicho mpaka nihakikishe mazingira ambayo ningekuepo yangeruhusu. Kwa hiyo mpaka tumetoka ndani ya lifti na kwenda kwenye kile chumba kwenye ghorofa ya 7, madam bado aliendelea kuongea na huyo mtu wake kwenye simu. Naye akaenda kukaa kwenye sofa lilokuwa na muundo kama kitanda. Kwa hiyo akawa sasa amekaa kama amelalia ubavu wake mmoja hivi na kuendelea kuongea kwa madaa. Mimi nikaweka begi langu kitandani. Huku sasa Doto akiwa amesimama pembeni yangu kama vile anasubiria nimpe kitu fulani. Na nilijua tu kila ambacho alikuwa anataka. Nikachomoa dawa ya
kwenye kifuko kidogo na kumpatia. Naye akakipokea na kunigongea 5 kuonyesha kwamba amefurahi. Nikamwangalia Betha ambaye bado alikuwa kwenye raha ya maongezi yake. Nami sasa nikakaa kitandani hapo. Doto alikuwa kwenye kiti kimoja hivi kati ya viwili karibu na meza fupi, vyote vikiwa vya plastiki. Naye sasa akawa ameifungua dawa na kuweka kiasi mezani. Kisha akaitenganisha kwa mistari mifupi na kujisawazishia vizuri. Akaniangalia na kunitolea ishara ya kwamba hapo sasa nijiunge naye. Lakini nikamwonyesha kwamba niko vizuri tu. Hivyo yeye aendelee. Akainamia meza na kuziba tundu moja la pua yake, kisha akavuta mstari mmoja wa madawa hayo mpaka ukaisha. Kwa jinsi ilivyokuwa kali, hiyo ingempaisha mbali sana kiasi kwamba sidhani kama angeweza kuendesha hata gari vizuri. Akawa sasa anakuna pua huku sasa akitikisa kichwa kuonyesha amesisimka sana na hiyo dawa iliyoingia puani. Nami nikampa tabasamu hafifu tu nilipomtazama machoni. Sasa nikamwangalia na madam ambaye sasa alikuwa amemaliza kuongea na simu na kuonekana akichati. Sijui bado sikuwa nikiambiwa yatakayofuata, lakini nikaona ngoja nibaki tu kimya na kutoa simu yangu pia. Sasa wakati huu nilikuta yule mwanamke Muislamu aliyeitwa Itsam akiwa sasa amenitumia ujumbe akisema kuwa anataka tukutane tena na angeandaa mazingira yeye mwenyewe. Lakini mimi sikumjibu ujumbe hata moja. Alikuwa amenichunia toka nilipomwambia nimemuelewa, na sasa ghafla tu akawa anataka tukutane. Je, kama ilikuwa ni mume wake au ndugu zake wa mafia? Isingekuwa busara kukufia ujinga. Kwa hiyo nikaamua tu kumweka pembeni. Nikaanza tu kucheza game, maana niliona wazi kwamba hapo ingekuwa ni kusubiri tu. Betha alikuwa busy na mambo yake, na Doto alikuwa kwenye raha ya vibe la madawa niliyotengeneza. Kidogo tu ndio jamaa akaanza kuongea, akisifia hayo madawa na kunipigisha stories za mambo mengine tu ambayo hayakuwa na umuhimu wowote ule kwangu. Mimi niliongeza umakini, yani niliangalia kwa makini namna ambavyo mwanaume huyo alizungumza kwa njia huru sana mbele ya Betha. Kitu kilichoonyesha kwamba walikuwa na mazoea ya muda mrefu. Kwa jinsi alivyokuwa na ukaribu naye, bila shaka alijua siri nyingi za mambo ya huyo mwanamke. Na kama alishiriki katika mauaji ya Joy, basi na yeye angekuwa amejiweka ndani ya shabaha yangu ya maangamizi. Sio mbaya kujipa kichwa kidogo. Sasa nikawa nasindikiza tu maongezi yake na kumwambia mambo yaliyomchekesha, na akaendelea tu kushusha madawa puani kila robo saa. Sasa Betha kama bosi, yeye alikuwa kivyake tu mpaka inaingia saa 3 usiku. Nami nikajiuliza ikiwa kweli ningewahi kutoka huko, na hapo bado kuna sehemu tulitakiwa twende, kuna kitu tulikuwa tunasubiria. Kwa hiyo bila shaka hiyo sehemu ingekuwa ya mambo yaliyohitaji giza nene. Nikaona hii sasa ni usumbufu tu, maana huyo mwanamke aliniwaisha kweli kuja huko. Mpaka nikajikuta sasa nakutana na mimi. Wakati tu angeweza kuniambia nianze kuja hata jioni ili nifike huko usiku. Hakukuwa na namna ya kubadili mambo tena, ila kikweli bado issue ya kukutana na mimi hapo hotelini mpaka Betha kumwanzishia fujo ili nisumbua sana akilini. Kwa hiyo nilianza kumwaza sana huyo mwanamke hadi pale mlango wa kuingilia ndani hapo ulipogongwa kwa nje. Nikamwangalia madam usoni, naye akaninyoshia ganja kuelekea mlango kwa sheria nikaufungue. Hivyo nikanyanyuka na kuchukua kadi ya kufungulia, kisha nikaenda mlangoni. Bila shaka aliyekuwa nasubiriwa ndio alikuwa amefika. Na baada ya kufungua mlango nikakutana uso kwa uso na mwanamume kijana hivi aliyekuwa amevalia suti iliyombana haswa, na alikuwa na kipara huku sasa akivalia miwani pana yenye kuonyesha macho yake. Alikuwa amesimama mbele ya wanaume wengine wawili wenye miili mikubwa tu na warefu, waliokuwa wamevaa suti pia, na wakiwa wamebeba maboksi mapana tu ya kutunzia nguo pamoja na fuko la kutunzia suti likiwa pamoja na suti. Huyu mwanaume aliyevalia miwani akawa sasa ananiangalia kwa njia fulani hivi kama ananishangaa. Lakini jinsi ambavyo alifanya hivyo, yani mimi sikuelewa. Yani alikuwa ni kama anarembua kwa mbali hivi. Shingo yake kinesanesa kwa maringo, utadhani alikuwa msubiri kwanza. Nini? Sasa Betha akauliza kwamba we nyau ndio unafika sasa hivi. Swali hilo liliulizwa na Betha humo ndani. Nami nikaelewa kwamba lilimuhusu mmoja wa hawa watu waliofika hapa, ila ni huyu wa mbele tu ndiye aliyekuwa akifanana na nyau. Kwa hiyo bila shaka swali lilikuwa la kwake. Huyu jamaa akacheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba jamani, ndiye nisamee,
kazi zilikuwa ni zimebana sana, na unajua tena msongamano wa magari Kwa hiyo mambo alikuwa ni mengi sana barabarani. Msikilizaji, alisema hivyo huku sasa akinipita na kuingia ndani. Nami kikweli sikuwa nimetegemea kabisa namna yake ya kuongea. Toba. Yaani aliongea ni kike. Jamani ndio. Nini sasa? Wale jamaa wengine wakaingia pia. Nami sasa nikaufunga mlango na kuwatazama wote kwa makini. Sasa Beth akasema ya kwamba utakuja kunikosti wewe. Unajua mimi nimesubiria kwa muda gani hapa? Beth alisema hivyo. Sasa jamaa akasema kwamba jamani shoga, acha basi ukali jamani bwana, ilikuwa tu ni nje ya uwezo wetu. Beth akajibu ya kwamba kwenda huko bwana, nje ya uwezo wapi? Ukinikosesha alama leo. Haya mizigo ndio hiyo. Jamaa akajibu ya kwamba 100% jamani, yani kama ulivyoagiza darling. Parcel za kweli. Suti na hizo dress nini, yani unakoenda na mume wako itakuwa ni kama ni nyendo mnaimiliki bongo nzima. Msikilizaji, nijikuta tu natabasamu na kutikisa kichwa kwa kutokuamini upuuzi aisee ambao unaendelea hapa. Yaani kumbe tulikuwa tumekaa hapa muda wote huo kumsubiri huyu bwege alete nguo za kuvaa ili ndio twende tulikopaswa kwenda. Naye akawa sasa amezileta kwa mbwembwe. Aisee. Niseme tu kwamba hawa watu wanaosimamia mambo ya fashion kwa watu sijui wanaovalisha hawa. Basi tu. Sasa Betha akasema ya kwamba huna lolote Elia. Elia akiwa ndio jina la huyo jamaa. Akasema kwamba si utaona. Kwani mimi huwa na feli? Insta kote kwa mimi nafahamika. Hata waduka la Mobeto pale hawezi hata kufikia hizo design jamani. Wewe mwenyewe unanijua. Ndio maana bado hata umezama kwa fashion design Elia. Mtoto vaa, ng'ara, pendeza. Hakuna atakayefikia show yako usiku huu. Yaani hakuna yoyote yule atakayefikia mng'ao wako kwa hii kitu aisee. Au unadanganya mandonga zangu jamani Sasa kitu ngari ngari. Yaani ukivaa kila mtoto wa mjini unamgeuza tu yani ni kama unamgeuza mshamba fulani hivi. Yaani ndo ige. Msikilizaji, yani nilichokuwa nakiona hapa ni meruerue tu. Jamani, usiarudishe korodani za wanaume sasa. Kwanza Doto na wale mabouncer wakacheka kidogo. Hata Betha pia akacheka huku sasa akitikisa kichwa taratibu. Kwa sababu jamaa aliongea huko sasa amenyanyua ni tatu hewani. Unajua ile tatu hewani ya kishostito ile Kana kwamba alikuwa anachamba mtu kama mwanamke. Inaonekana Betha alipenda sana misifa namna hiyo. Tabasamu lake la kiburi lilithibitisha hilo. Naye akawa sasa amesimama na kufungua maboksi kuziangalia nguo hizo. Akazitoa kabisa moja baada ya nyingine, akizipima pima mwilini mwake, na huyo Elia akaendelea kusifia tu kama kawaida yake. Hivi msikilizaji, napata sielewa na niulize vipi ile swali. Hivi huwa ni lazima watengenezaji mitindo ya wanawake ambao ni wanaume siku zote wawe kama hii, yani kama wanawake? Hivi ulishaelewa? Yani fuatilia mtu anayesimamia mavazi kwa star wa kike ambaye huyu anayesimamia mavazi ama mitindo ni wa kiume. Mbona wanaendana na mambo kama ukike hivi? Tena jamaa hadi akawa anaangalia kwa wale macho yani yani kungekuwa kuna nyundo huko ama shoka. Betha sasa akawa sasa ameshika nguo hizo mbili mikononi mwake. Akiwa sasa anajishauri atumie ipi, maana zote zilikuwa nzuri. Naye akaniangalia na kusema ya kwamba njoo mpenzi. Wengine wakanitazama usoni. Na mpaka kufikia hapo bado nilikuwa nimesimama karibu na mlango. Betha alikuwa na michezo yenye kushtukiza, maana alifanya iwe ngumu kwangu kujua namna ya kuitikia masuala fulani hivi ambayo yangekuwa tofauti na misingi ya uhusiano tuliokuwa nao. Lakini mimi ningekwenda tu na mabiti namna ambavyo yeye ana play. Kwa hiyo nikatembea taratibu mpaka kufikia aliposimama, na akaniuliza kwamba eti hani nivae lipi. Wakati huu huyu mwanamke alikuwa anatumia sauti fulani hivi kama vile anadeka kwangu eti. Bila shaka akiwa sasa ananionyeshia kwa hao wengine walioingia. Nami nikajitoa tu akili na kumuonyesha gauni aliloshika mkono wa kulia. Lilikuwa ni gauni lenye kubana bila shaka, lilikuwa na rangi ya maroon na lilipambwa kwa vitu kama vya almasi vingi kulizunguka, vilivyofanya sasa limeremete sana kwa mng'ao wa mwanga wa taa. Lile lingine lilikuwa ni la brubari, likiwa na mtindo ambao hana hata sikuelewa, ni hata sikujali bwana. Mimi nilimuonyesha tu la maroon alivae. Basi akaliangalia gauni ambalo nimemchagulia na kuuliza kwamba kwa nini unataka damu ya mzee? Kwa nini sivae hili?
Nikamwambia kwamba ngozi yako ni nyeupe, kwa hiyo ukivaa hii inayomeremeta halafu ni usiku, nadhani ndio utaonekana kuwa zaidi ya malaika kabisa mpenzi wangu. Beth akabaki kunitazama kwa umakini baada ya mimi kumwambia hivyo. Nafikiri sifa ikawa imemwingia. Elia akasema kwamba kweli shem, jamani si umeona atang'ara kweli vibaya mno. Madam vaa maruni upendeze. Hata mwanaume wako amesema jamani kwamba utapendeza, utakuwa zaidi ya malaika. Yaani watu watakaposema kwamba haki ya Mungu watamanisha wewe, Wape vitu vyao, heshima yako iendelee jamani. Msikilizaji, jamani si nimetangaza kama kuna mtu ananyunda nisaidie. Yaani jamani mtu anavyoongea yani basi tu yani. Jamaa alikuwa anasifia kwa bidii kweli kweli bidhaa zake. Kitu kilichoonyesha kwamba pesa ambayo madam angetoa ilikuwa ni ndefu. Sasa Beth akaonekana kuridhia gauni hilo, naye akamwambia Elia kwamba angeachukua yote na pesa angemwekea kwenye namba yake ya akaunti ya benki ikifika siku ya kesho. Na kwa hilo Elia hakuwa na neno. Mimi sasa nikakaa kitandani tena. Nisitake shobo na mtu yote, hasa baada ya huyo Elia kuanza kunisifia kwamba eti Betha baada ya Elia kuanza kunisifia kwa Betha akisema kwamba eti alikuwa amepata mtu aliyeendana na hadhi yake kutokana na mimi kuwa na sura nzuri. Na yeye sasa akasema tungezaa watoto waliofunika uzuri wa watoto wa mastaa. Kwa hiyo kaka aliongevu. Kwa hiyo na hivyo sasa alikuwa shoga. Paka Betha sasa akakatisha kelele zake na kumwambia aondoke sasa ili sisi tuvae na kwenda kuenjoy. Elia na mabaunsa wake hawakuwa na neno. Nao akaondoka hapo ikiwa ni mida ya saa 4 wakati huu. Doto akawa sasa amesimama huku sasa akionekana wazi kuwa amelewa. Naye akampa ishara Betha kama kumuuliza kwamba niende. Naye Betha akazungusha macho yake kidogo na kumruhusu aende. Nikawa sasa nimeelewa kwamba jamaa alitaka kumwahi Elia ili bila shaka aende kuchukua namba kama sio kupiga sound. Ikionekana alipenda mashoga. Aisee maisha ya msikilizaji yani nakuambia tu, lakini yani sipendi hata kuzungumzia ya mambo. Ndio maana nilisema mwanzoni kwamba maisha hutofautiana na kila mtu ana namna ya kuendesha kwa uchaguzi wake. Kwa hiyo nisinge hukumu lolote na kuendelea kuangalia tu pale ugali wangu ulipo. Bas. So baada ya Doto kuondoka, Beth akasema kwamba chukua hiyo suti uvae. Tumeshachelewa sana. Basi nikachukua mfuko wenye suti hiyo ikiwa ni ya zambarau safi tu mpya yenye tai maridadi na box la pembeni lilikuwa na viatu vyeusi vipya. Yaani ya mambo yote yani bure tu. Beth alikuwa sija anataka kunipeleka wapi. Sasa nikamuuliza kwamba suti na hili joto lote kweli jamani, tunaingia pande gani kwani? Beth akajibu ya kwamba Kigamboni na lazima uonekane smart, sio sehemu ya watoto. Nikasema sawa Kigamboni kumbe. Ndio kwenye ile issue uliniambia, si ndio? Beth akasema kwamba twende tukacheze karata. Alisema hivyo. Mwanamke huyo akaanza kuvua kigauni kifupi sasa alichokuwa amekivaa, nami sasa nikabaki tu nikimtazama. Alikuwa amebaki tu na sidilia nyeupe tu ambayo ilikuwa na urembo uliofanya rangi ya maembe yaweze kuonekana vizuri kabisa, na hata nguo yake ya ndani ilikuwa na mtindo huo tu, lakini alipendeza kwa ufupi. So mimi nikaona sasa ngoja nitie makusudi tu kuendelea kumtazama ili aone kwamba nilikuwa tu mimi nimezubaishwa na mwili wake. Alikuwa na tumbo dogo tu la mazoezi ambalo lilimuonesha kwamba ni mtu wa mazoezi. Kwa alianza kuvaa nguo pale, akauliza kwamba unavaa ama? Nikajifanya sasa kushtuka kiasi na kuliondoa t-shirt langu mwilini, kisha sasa nikairusha kitandani na kuanza kuitoa suti ili niivae. Sasa nikamuuliza kwamba vipi uende kujimwagia maji? Akasema kwamba wewe nimekuambia tumeshachelewa, kwani wewe hujaoga? Nitabasamu tu kidogo, nikamwangalia na kukuta ameshalivaa gauni lake ambalo lilikuwa refu na lenye mpasuo mpaka kufikia pajani usawa anyash, huku sasa likiwa na mikanda miembamba iliyopitishwa mabegani. Kwenye kifua chake kulikuwa kuna wazi mpana ulioonesha mstari uliotenganisha maembe yake. Na kiukweli ilimpendeza sana. Sasa akawa anatazama tu kifuani kwangu naye akasema kwamba una mwili mzuri sana. Inaonekana jimu inakuhusu Nikamwambia kwamba hamna, hata nimenyanyua chuma zamani sana. Sasa hivi nimeacha, labda tu push up za mara moja nini. Beth akasema kwamba okay, sio mbaya, hata hivyo unaonekana umeumbwa kwa ajili ya mwanamke kweli kweli. Nikasema sio yote tu, lakini ni wale wa maana. Beth akasema kama nani vile? Nikasema Mr. Mobeto. Alicheka kidogo na kusema kwamba unamkubali sana Mr. Mobeto Nikasema mno, yani ni kipenzi changu toka niko la 7. Mademu wote niliotoka nao walikuwa wakali, ila bado sijapata anaifikia pale. Basi Beth akasema kwamba ni mpaka uje umpate yeye mwenyewe, na ukishampata utamwona wa kawaida sana. Beth baada ya kusema hivyo sasa akaanza kunifuata mpaka sasa niliposimama huko sasa akiniangalia usoni kwa makini. Nami nikatulia tu. Akageuka na kunipa mgongo, na ni kweli alinipa, maana mgongoni bwana palikuwa ni kama pako mte tu. Akiwa nataka nimsaidie kupandisha zipi yake ili nguo iweze kumfiti vizuri.
Kwa hiyo mimi nikatii na kuanza kumfunga zipo, nikifanya makusudi tu kwa kufanya madudu pale. Nikaona sasa ameinamisha uso wake kiasi na shavu lake kunyanyuka kidogo, kitu ambacho kilionyesha kwamba alikuwa anatabasamu tu. Basi bwana, wanaume, mimi nikatia suti na tai mwilini, na ili nikaa vyema sana, japo sikuwa nimepimwa. Ilikuwa ni ya kimodo, yani koti na suruali za zambarau pamoja na kizibao, shati jeupe, kiatu cheusi, na kwa kujumuisha na saa yangu kali mkononi ili nifanye nitokelezee ile mbaya. Lakini joto sasa nikaa nimemwomba Betha chanuo ili sasa nisawazishe nywele zangu vizuri. Naye akanipa huku sasa akinitazama kwa makini. Nikajitengeneza vyema, kisha nami nikamwangalia, nikiona wazi namna alivyokuwa sasa anatathmini muonekano wangu. Nikamuuliza kwamba vipi? Hapo vipi? Nakimbilia kuifikia hadhi yako ama sio? Nikauliza hivyo, akatoa tabasamu tu la kiburi kiasi. Naye akachukua manukato yake yaliyoonekana kuwa ya gharama na kunipulizia hapa na pale. Basi akasema kwamba unakaribia. Nitabasamu kidogo, naye akaacha kuniangalia na kuifuata simu yake. Jinsi ambavyo mwanamke huyu alikuwa ameanza kujiachia kiuhusiano kunielekea tofauti na mwanzoni, ilionyesha ni kama alitaka kunizoea. Na mimi sasa nilikuwa na nia ya kuendelea kulisukuma hilo, kwa kuwa sasa ningemfanya azidi kuweka imani kwangu zaidi, na hivyo iwe rahisi kuzielewa kazi zake zote na kuziporomosha. Akawa sasa anaongea na mtu kwenye simu akisema kwamba aweke gari tayari kwa kuwa tungeshuka sasa hivi mpaka huko chini. Alipokata simu nikamuuliza ikiwa huyo aliyekuwa anazungumza naye ni Doto, maana jamaa alionekana kuwa anga ya 18 kuweza kuendesha gari vizuri sana. Akasema kwamba hapana, huyo alikuwa dereva mwingine ambaye usafiri wake ulikuwa ni wa kulipia na ndio angetutoa hapa hotelini mpaka Gamboni. Nikamuuliza kwa nini sasa ilimpasa alipie usafiri ikiwa alikuwa na gari lake kabisa. Naye hakunijibu lolote isipokuwa tu kunishusha na kunipandisha tu. Akanipita na kulifuata begi langu, naye akalifungua na kukunguta kwa nguvu mpaka kila kitu kikadondoka kitandani, hadi vile ambavyo sasa nilipaswa kumrudishia Latifa hospitali. Yaani alikuwa na fujo sana. Akayaona yale madawa yakiwa kwenye mifuko minne kama tu glucose zikaavyo. Naye akayaweka kwenye mkoba wake uliokuwa mpana vya kutosha. Akaniambia nibebe kadi au funguo ya mlango, nami nikatii na sote tukaelekea nje ya chumba. Ningekuja kulirudia begi langu baada ya kutoka huko alikokuwa ananipeleka. So tulikuwa tumependeza sana. Yaani tulipendezeana mbele ya macho ya wengi ambao wangetuona. Hukumu ya kwanza kwa yoyote ikiwa ni sisi kuwa wapenzi. Beth alitembea kwa mwendo uliofanya ionekane ni kama vile yani kiuno chake kinazunguka. Yaani kwa jinsi ambavyo yani alivyokuwa na jinsi ambavyo alikuwa amevaa, I say kama sijata nisemeje. So tukachukua lifti ile ya upande wa nyuma nasi tukaelekea maegesho. Kufika hapo kulinifanya sasa nimwaze tena bibi Miriam. Jinsi nilivyokuwa nimemkana, I say unajua na hisi angekuwa amenikasirikia si sababu tu nilikana kumjua, ila hasa kwa jinsi ambavyo Betha alimtendea. Lakini hilo lingekuwa ni la kusuluhisha baadaye. Hapa tulikuwa tukielekea pale ambapo nakumbuka Doto aliegesha hari ya madam. Lakini wakati huu haikuwa hapo, na badala yake lilisimama gari jeusi aina ya Range Rover safi kinoma. Pembeni alisimama mwanaume aliyevaa suti kabisa, ikiwa ndio dereva bila shaka. Na ise, huu ungekuwa ni usafiri wa gharama sana ambao na ushuhudia kwa mara nyingine. Huyu mwanamke hakuonekana kuwa mraibu tu wa madawa ya kulevya, bali inawezekana alihusika katika masuala ya kununua ama kusambaza drug lord wa kike. Na ni huko nilikokuwa sasa nataka anipeleke ili sasa nikafahamu mengi zaidi. Na alionekana kufanya vitu hivi kwa mpangilio makini sana. Tukalifikia gari hilo, jamaa akafungua mlango wa siti za nyuma, naye madam akatangulia kisha nikafuata. Gari maridadi sio mchezo. Na nilijua pointi ya kulitumia hili ilikuwa ni kuoshea huko tu tulipokuwa tunaenda kucheza karata. Nami nikamuuliza ikiwa tungekutana na Doto huko, lakini akakanusha. Akasema tu Doto alielekea sehemu nyingine kwa masuala yake binafsi. Nami nikaelewa tu kwamba jamaa alikuwa ameenda kula misele na mpenzi wake. Haya bwana, nikatulia tu. Dereva akaingia kwenye usukani, ndinga ikaunguruma, safari ikaanza. Basi safari kuendelea bwana. Haikutumia hata dakika nyingi kutokea tumeanza. Tukawa tumeingia upande wa jengo moja hivi maridadi sana. Na gari likapelekwa eneo la maegesho ambalo lilikuwa limejaa magari ya watu wengine. Ikanibidi sasa mimi nihakikishe ikiwa sehemu hiyo ndio
iliyokuwa yenyewe, na kweli ilikuwa ni yenyewe. Wapi? Jengo la kasino. Nikamtazama Betha kwa makini, ambaye alikuwa akiongea na dereva kuhusu kutuacha mlangoni mwa jengo hilo, kisha akatafuta sehemu nyingine ya kuegesha gari kutokana na maegesho ya hapo kujaa. Sasa mimi sikushangaa kuja sehemu kama hii, lakini sikufikiria hata kidogo kwamba ingekuwa hapo. Msemo wa Betha kuhusu kuja kucheza karata ukawa sasa umeeleweka vizuri zaidi sasa. Ila najua hilo halikuwa lengo pekee la kufika hapo. Nikatulia tu. Dereva akalisogeza gari usawa malango ya jengo hilo maridadi sana, kisha akatoka na kutufungulia mlango, nasi tukashuka. Niliigiza vyema kuwa gentleman kwa kukishika kiganja chake madam kama wazungu vile. Naye dereva akaliondoa gari hapo baada ya sisi kuanza kuelekea malango. Haipingwi kwamba hii ilikuwa ni sehemu ya watu wenye pesa, na angalau Betha alijitahidi sana kutufanya tuonekane kuwa pea moja ya watu wa majuu. Na mpaka mwanamke huyu kunivalisha vizuri namna hii na kunileta hapo kwa njia fulani kama vile sisi ni wanandoa, ilionyesha alikuwa amenikubali sana. Ila akili yangu ilikuwa imetekwa zaidi na yale ambayo yangetokea huko ndani ya jumba hilo la kamari. Hakukuwa na wengi tulioingia nao, na hata kuona kwamba eneo la maegesho lilijaa ilimaanisha ni kweli kabisa yale Betha aliyokuwa akisema kuhusu kuchelewa, ikiwa ni saa 5 ya saa 6 sasa. Kwa hiyo tukafika hapo malangoni, nasi tukakutana na mabouncer wawili. Tena nafikiri walikuwa kama wale makomando wa jeshi kabisa. Naye Betha akasalimiana nao kwa njia iliyoonyesha kwamba walimfahamu. Mwanamke alikuwa amepitisha mkono wake ndani ya kiwiko changu, ambacho mimi nilikuwa nimekikunjia usawa mbavu. Nami nikiwa sasa makini sana, nikawatikisia tu jamaa kichwa kisalamu nini. Mmoja wao akatumia kile kifaa cha kupima vitu vyote hatarishi mwilini kwa kupitisha kuanzia mabegani kwangu mpaka kwenye viatu, kisha akaturuhusu tupite bila hata kumkagua Betha. Alifahamika hapo Betha. Basi tukaingia. Hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia sehemu hii, na walioijenga walifanya kweli kweli. Palikuwa ni pazuri sana. Watu wengi wenye pesa zao walikuwa hapa na kule, aidha wakifanya michezo tofauti tofauti tu ya kamari ama kujitumbuiza kwa mziki, pombe na wanawake. Wanawake yani pisi. Sikuona mzembe hata mmoja humo. Yani wote walikuwa ni visu. Yani kuna mambo mengi kiasi kwamba siwezi hata kuelezea yote hapa msikilizaji. Kuingia kwetu hapo kulifanya wengi wao watutazame sana. Unajua, kutokana na Betha kuwa amezoeleka hapo, sidhani kama yeye ndio alikuwa kitovu cha hayo machokodo, ila juu ya ni nani aliyekuwa pamoja naye wakati huo. Mzee mwenyewe hapo unanisikia. Niliendelea kuweka muonekano wangu makini usoni kama sijali lolote lile. Naye Betha akanongoneza sikioni akisema kwamba niendelee kuwapa mikazo ya namna hiyo hiyo. Alikuwa anataka tupite kwenye kona na kumbi zenye watu ambao wangetutazama sana, na kwa hilo niridhia. Tukaendelea kutembea kwa mwendo tu taratibu wa wapenda nao, na nilikuwa namwambia mambo yenye kufurahisha sana, ingawa hakuwa mwanamke chekelea, ili nijenge mazingira yenye ukaribu zaidi kadri ambavyo mchezo huu ungeendelea kusonga. Kwa hiyo tukaanza kufuatwa na washobokaji japo wenye hela wakitusalimia, huku wanawake wakali wakipita karibu nami na wengine wakinitazama mno. Samaki mpya kwenye bahari ya papa. Yani wote wanataka kuning'ata. Mpaka kuna watu kadhaa wakawa sasa wameomba kupiga picha na sisi, wakituona kuwa kama watu maarufu. Naye Betha akawakubalia na kuniruhusu ni weza hata kuonesha mapozi kwa pamoja na kumchumu. Mimi nilikuwa sahihi kabisa. Alikuwa ananionyeshia huyo. So baada ya kuchangamana na mataita wawili watatu waliomuelewa madam na kushusha waini kali pamoja nao, Betha akaniambia sasa ulikuwa umefika muda wa kunipeleka sehemu ambayo ilidili na swala la unyama wetu, ili aweze kuniingiza kundini. Wakati huu ilikuwa ni saa 7 usiku. Naye akanishika mkono na kunitoa sehemu ya VIP tuliokuwa tumekaa, kisha akaanza kunipeleka upande mwingine wa jengo ambao ulitufikisha kwenye ngazi zilizoelekea chini. Haikuonekana kama tulikuwa juu. Kwa hiyo bila shaka kulikuwa na sehemu iliyojengwa chini ya ardhi kwenye jengo hilo. Nasi tukashuka. Betha alikuwa ameshachangamka kutokana na waini alizopiga, na najua huko tulikoenda ndio kungekuwa na mizuka zaidi. Hata huko tulipotoka palikuwa ni pamechangamka, ila tulipofika huko chini hadi mimi mwenyewe nikakubali palikuwa ni pamoto. Watu waliokuepo walifanya kila aina ya ujinga. Yani bila hata aibu, bila vizuizi.
Yaani ilikuwa ni kama nimeingia kwenye zile zama za Waroma na Spartacus. I say, sikuamini. Kumbe ilikuwa inalindwa na Betha alitoa pesa fulani ndefu inayofanana na dola kama kiingilio sijui, kisha ndo tukapita. Kulikuwa na taa za rangi mchanganyiko, moshi ulitawala, harufu zilikuwa nyingi sana. Harufu si ya bangi, shisha, mirungi, manukato, madawa ya kuchoma, yani I say, hadi harufu za makwapa. Joto lilikuwa ni kali, ukitegemea na nilikuwa mimi nimevaa suti. Naye Betha akaendelea kunivuta kuelekea upande mwingine wa mbele zaidi. Tulikuwa tunawapita watu kusasa. Yaani mimi watu kama wakinishangaa tu nini. Mimi na madam tukafika mpaka kwenye mlango mmoja hivi mfupi sana. Kwenye eneo la huo mlango kulikuwa na bouncer mmoja hivi aliyekaa kwenye kiti akitazama kwa makini sana na akiwa na bunduki ndefu. Naye Betha akatoa funguo fulani hivi mkobani mwake na kisha kuchomeka kwenye tundu lisilo na kitasa. Nami nikaona kita fulani hivi cha kijani kinawaka kwa juu. Akasukuma huo mlango nasi tukaingia kwa kuinama. Kisha akaufunga tena. Bila shaka hii ndio ilikuwa sehemu ya top secret. Na ile nimesimama vizuri tu na kupaangalia ndani humo. Nikajikuta na shangaa kiasi baada ya kumwona mtu fulani niliyemfahamu. Ni nani? Niandike kwenye comment niambie ni nani huyo msikilizaji, na tutakutana sehemu inayofuata kuendelea kufahamu sasa mengi zaidi yaliyoendelea humo ndani. Lakini kubwa zaidi, je, JC ameonana ama amekutana humo ndani na nani? Tayari alishakiamsha kwa mimi. Sasa sijui aliyoko humo ndani ni mimi, sijui aliyoko humo ndani ni Joshua, sijui aliyoko humo ndani ni Ankia, sijui aliyoko humo ndani ni yani tutafahamu sehemu inayofuata msikilizaji. Na tayari sasa inaonekana JC ameshaanza kuingia katika mfumo wa Betha. Ndoto ulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Alton Tony. God be with you till we meet again. Bye bye.